Mtazamaji wa michezo, karibu tuendelee kuizungumza michezo. Kubwa zaidi leo tuko na Justin Kesi, mwamba kabisa, kuzungumza mengi ambayo yanahusiana na michezo. Lakini kubwa, tunaanza na mkutano wa hapo jana. Tunafahamu mengi yalijitokeza, mkutano ambao ulikuwa unahusisha wizara yenye dhamana ya michezo pamoja na timu za Simba pamoja na Young Africans, bila kusahau bodi ya ligi kwa ujumla. Mengi yamejitokeza mpaka kufikia hapo jana kwenye hili sakata, lakini kubwa tunalotaka kuanza nalo kwa Justin Kesi ni hapa ilipofikia hadi wizara kuamua kuweza bodi ya ligi kupeleka hili sakata kwa serikali. Ni kwamba wamefeli kutatua hili jambo, ama tunaanza kulitafsiri vipi hili sakata hadi kufikia hapo jana? Nimekuwa nazungumza mara nyingi kuhusiana na kila mtu, kila taasisi, kila idara kufanya majukumu yake husika. Na nilipokuwa nasema vile kwa sababu nilikuwa najaribu kutaka kuona baadaye itakuwaje. Hakuna lililowahi kuzungumziwa kwamba ni zuri alafu mbele likawa baya. Na hakuna lililowahi kuzungumziwa hili linapoelekea sio zuri alafu mbele likawe zuri. Ni hagarabu sana. Sana sana sana. Kila mtu alikuwa akiona haya mambo yanayoendelea. Yes. Hakuna aliyekuwa anapendezwa nayo. Mimi sijawahi kuona kwamba kuna mtu anapendelewa mwingine apendelewi, ila nimewahi kuona kwamba yanayofanyika sio sahihi. Na mbaya zaidi, kilichokuja kuchochea mtu ambaye ni wa mwisho kuja kututhibitishia kwamba haya ni ya kweli au si ya kweli ni rais mwenye dhamana ya shirikisho la mpira wa miguu nchini, kwa maana ya Wallace Karia. Yeye mwenyewe amekiri kwamba nawasaidia sana, hata hayo mnayofanikiwa mimi ndo nayawezesha. Kwa hiyo wazi umethibitisha kwa umma, wadau wa soka na Watanzania ambao wanapenda mpira wa miguu kwamba okay, kumbe vitu vingi vinavyofanyika kwenye mpira wa miguu na mafanikio ambayo yaliopo kwa kati ya Simba na Yanga ni uwezekano wa shirikisho kuamua na utashi wao. Wanasaidiwa. Umeelewa? Sio kanuni wala utaratibu wala sio haki yao. Kwa sasa si tunaamini timu za mpira wa miguu ambazo ni mfano nchini ambazo zimekwishapata mafanikio ni Yanga na Simba. Yanga bingwa mara nyingi ndani, lakini saa hii yupo anajipambanua kutaka kujiweka katika hali nzuri kwenye michuano ya kimataifa ambayo mara ya mwisho hapa ametoka kwenye hatua ya nini? Ya makundi, si ndivyo? Yes. Ukija kwa Simba, mara kwa mara amekuwa anaingia robo finali, na sasa yuko kwenye hatua ya robo finali na Al Masry ya Misri. Lakini ndio bingwa wa pili mara nyingi kwenye ligi yetu, si ndio? Yes. Badala ya Yanga. Simba alibeba mara 4 mfululizo hapa ndani. Yanga sasa amebeba mara 3. Na wewe mwenye rais mwenye shirikisho unawaambia Pamba Jiji, KMC, Ihefu sijui, Singida sijui, Black Stars, wale wengine Fountain Gate, kuna wale wa Mtwara na Mungo Yesilindi, kuna Prisons, Mashujaa na zingine zote, kwamba ubingwa wa Yanga na Simba ni shirikisho ndo linaamua. Unatengenezwa. Si ndo alichotuambia au wewe umemuelewaje? Mimi sijamuelewa. Kwamba mafanikio hayo aliyoyapata mimi nimeyasaidia, nimesababisha kwa kiwango cha hali ya juu. Yaani si uwekezaji wa hao wadhamini wao, si uongozi mzuri uliopo kati ya klabu ya Simba na Yanga, si mabenchi ya ufundi, si nyota waliopo pale Simba na Yanga. Ndio tafsiri yake. Na ukitaka kufikiria ukajiongeza zaidi, kwa sisi ambao huwa tunaendaga kule nyuma kule kuona nyuma ya TV. Maana sometimes sasa hivi TV za kisasa si nyembamba hivi. Tunataka tuone huku nyuma kuna nini, mtu huyu anaingiaje. Ndio tunapogundua kwamba kumbe Azam FC wale nyota walivyokuwa kabambe, kina Mendoza wale, Bitegeko wale, kina sijui Jibrisila, Msindo, Faisal Salum Feitoto, zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kiungo mshambuliaji namba 10 bora kabisa, top 10 wanaocheza ligi za ndani ya Afrika, yuko pale top 10 ya wachezaji wa Kiafrika wanaocheza ligi za ndani. Faisal Salum yuko pale. Kumbe ni kazi bure. Kwa nini? Last season
benchi la ufundi la Azam FC lilikuwa na Yusuf Dabo na Bruno Feli. Hawa wote hawa benchi lao la ufundi walichukua tuzo zaidi ya 3 ya makocha bora wa mwezi, ambapo ilikuwa inaenda kwa Bruno Feli kwa sababu ya vigezo, lakini tunajua ile ni ya benchi la ufundi zima ambao kocha mkuu alikuwa ni Dabo. Kwa ile yote wanayofanya kina CEO Popat, Bahresa na timu yake na vijana wake, kina Zaka, kina Ibwe, kazi bure. Yani ni mpaka TFF waamue kuwapa mafanikio accordingly to president wa federation. Sio mimi, yani kaongea nani? President. Sasa ile ndo ambayo mimi siitaki, na ndo imepelekea leo hii badala, kwa sababu huyu waziri huyu mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Profesa Palamagamba Aidan Kabudi Nyaruko, huyu ni waziri mwenye hizo tasnia hizi 4: habari, sanaa, utamaduni na nini na michezo. Huyu waziri na vyombo vyake vyote vya Dar es Salaam, rais huyu wa shirikisho amesema vyombo vya Dar es Salaam vina mambo yake ya uchafu watajua wenyewe, yeye atadiri na Tanga. Alafu waziri huyu ndo leo hii inabidi atolee msaada shirikisho hilo. Hapo unanielewa vizuri? Nakuelewa. Yani ndio mwenye anasimamia pale. Hakuna sanaa itakayoweza kufika kokote bila habari. Yes. Yani sisi tukihabarisha ndo watu watajua sanaa yetu hii hapa. Sanaa yetu inafanya hivi. Kwa sababu hao wasanii ambao walioshika sanaa bora hapa nchini, huyo Diamond Platnumz ambaye amepata tuzo juzi ya Trace Zanzibar 92.5 mjini FM. Sawa? Yes. Imemwonyesha kwamba ni msanii wa Kiafrika anayefanya vizuri kimataifa. Yeye mwenyewe ana chombo cha habari. Alikiba ana chombo cha habari. Hiyo nazungumzia sanaa. Yes. Utamaduni wenyewe unahitaji habari usukume. Wizara ya Afya, Wizara ya Madini, Wizara ya Utalii, Wizara ya Miundombinu, bila habari, yani wewe huwezi kujua kwamba SGR ishakamilika. Nadhani unanielewa vizuri. Kwa kuna shida pahala ambao linakosesha kutengeneza imani. Kutengeneza imani. Hakuna mtu ulimwenguni tangu dunia kuumbwa ambaye hawezi kufuata utaratibu wala sheria. Ukiwepo, hakuna mtu duniani ambaye hasiyeweza kufuata utaratibu utakaokuwa umewekwa, lakini ukiwa unafuatiliwa, yani utaratibu umewekwa alafu umewekewa na misingi kwamba lazima ufuatwe. Sasa wewe katika sisi kutuaminisha kwamba kuna kanuni ambazo lazima zifuatwe za uendeshwaji wa mpira wetu, wewe unasema wewe unazitengua. Hii nchi ni ya utawala wa kisheria. Lakini wewe unatuambia kwamba unautenguaga, unatumiaga busara zako. Yes, kwenye vifungu vya sheria hata polisi akikukamata ana mamlaka ya kutumia busara, hekima na utashi. Yes, lakini sio kumpa mtu ubingwa. Yani fanya yote, huwezi kutumia busara kumpa mtu ubingwa. Haijawahi tokea ulimwenguni. Yani naomba FIFA watafute mtafsiri akawatafsiria hiyo kauli kwa sisi tulioelewa. Kwa nini tija ya au hoja yako direct sasa niende? Yes. Ukiona wizara au akija waziri pale na naibu wake na katibu wake Gerson Msigwa wakaja na, kwa sababu Gerson Msigwa pia ana kofia mbili, pia ni msemaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa nini? Wa Tanzania. Maana yake wizara zote pia anazisemelezea yeye. Anaenda kukuita wewe uliyesema habari za Dar es Salaam zote mbovu, za Tanga ndo OBA, kuongelea TFF na Taifa Stars. Maana yake amewatoa akili. Amewatoa? Nyinyi hapa saa hii hapa kuna LM Media, kuna Matole, kuna Mtanange na hii Sports Point. Mpo hapa. Mmekuja hapa ili mzungumze na Justin Case. Yes. Mkiamini kwamba anaenda kutengeneza maudhui ambayo yatafuata huyu mlaji wenu wa enjoy. Yeah. Si ndio? Ajifunze, ahabarike na kutaarifika. Yani apate taarifa. We good? Yes. Lakini mkija hapa
Mimi nikasema bwana, mimi siwezi kuchambua, na wapeni huyu ndo kiboko kabisa. Na wapeni huyu ndo kiboko kabisa. Tafsiri yake ni nini? Mimi mtanithamini tena? Hapana. Umenielewa Yaani wewe unaongoza shirikisho ambalo sasa hivi ndio shirikisho ambalo linaonekana lina mafanikio zaidi, sio tu Tanzania, Afrika Mashariki na nini na kati. Na ndio maana kwenye Sekafa nzima wamemheshimu Uncle Wallace Karia. Smart. Yaani mimi hapa nakuhakikishieni nyinyi, yule jamaa ni smart na anajua anachokifanya. Sasa anapoamua kuacha kujua anachokifanya, akafanya vitu ambavyo havina maana, kiukweli mtu yoyote ambaye ulimwenguni amekuwa disappointed lazima atakengeuka huku juu. Ndio maana wasemaga wazungu kwamba there is a thin line between love and hate. Yaani kuna mstari mwembamba sana kati ya chuki na upendo. Haya maneno yote nayazungumza hivi ni kwa sababu mimi ni mmoja kati ya watu ambao huwa namuongelea positive vibaya mno. Tena huwa mpaka nagombanaga na watu kwa ajili ya Karia. Mimi naamini kwenye good governance, sio kwenye mtu kupendwa. Kuna mvuto wa kiuongozi na mtu ana utekelezwaji na utawala bora. Mimi naamini kwenye utawala bora. Sasa wewe ambaye mimi nakuongelea kwamba una utawala bora kutokana na timu yako na safu uliyoiunda kina Kidau, wameucheza, wana uchungu na mpira, lakini yuko Aaron Nyanda kwenye upande wa market, si ndio? Lakini yupo mtu kama Ndimbo smart kabisa kwenye tasnia hii ya habari, lakini pia yupo mwanangu Boy Manda genius smart. Hawa watu wao wanaoongoza kina Almas Kasongo wale kina Mzee Mguto, wale ni watu ambao ni vichwa. Ndio maana mimi huwa nashikaga hivi watu nawaambia jamani, huyu mtu balaa kaweka watu wa maana. Alafu wewe unatoka unahalalisha good governance wako kwamba sio sahihi, unawabebaga watu kufanikiwa. No. Kwa nini usimbebe na Mungu? Yaani sikatai ya Simba kufanywa utashi au hekima. Kwa nini afanyiwe majimaji TP Lindanda ambayo historia yake miaka ya 80 nyuma kwenda 90 Simba alikuwa ananufaika na Yanga kwa nyota wao kina George Magere Masatu, kina Hussein Masha, hawa Fumbo Felician, Nteze John Rungu, umeelewa? Hawa wote walitoka TP Lindanda ya Mwanza. Kwa kama tunataka tuendelee kuboresha, hawa kina Juma Mgunda hawa mastreka bora kabisa kwa kutokea Tanzania. Tanga tena kwake huko kwa balance. Unanielewa vizuri? Yes. Anatakiwa kubalance ili hizi talents hizi tunufaike nazo zote, ile krimu ile keki ya taifa tuile wote. Ukiniambia busara inatumika kwenye Yanga na Simba pekee, hiyo sio good governance. That's why naongea hapa. Kwa hiyo mimi naona serikali imeingilia kati, lakini serikali naiomba kwa heshima na taadhima, Ankari Kabudi, ndugu yangu mwana FA, bro Msigwa na BMT nzima kina Mayai, naomba baada ya maamuzi haya iundwe kamati maalum kumaliza matumizi makubwa sana ya busara na hekima kuliko utaratibu na kanuni zetu za kuendesha mpira. Naogopa ukishaona serikali ndio inaingilia mambo kuyaamua, maana yake itafika kipindi kafu itajua, itapata taarifa. Kafu ikipata taarifa kupitia Sekafa, ambaye Sekafa ni ule umoja sasa wa Afrika Mashariki na Kati, baadaye itaenda FIFA kwamba hawa mambo yao mengi mpaka yaende juu. Tumeona sakata la Faisal Salum Feitoto hapa, mpaka mama alisema itumike tu busara, kijana aendelee kucheza. Of course ni lulu ya taifa, sio wenyewe tulikuwa tuna miss ile miguu yake, sanaa yake uwanjani. Ni zawadi kwa Mwenyezi Mungu tumepewa wote, sio watu wachache waitumie au wanufaike nayo huko viwanjani vya mazoezi. Tunataka tuione wa Tanzania wote. Hapa naeleweka vizuri? Yes. So mimi binafsi nachoomba serikali iangalie, tutumie zaidi kanuni ya 90%, 10 walau ndio itumike busara na hekima, zipungue hizi mambo. That's it. Ndo maoni yangu kwenye hii kilichotokea jana. Nani kashinda, nani hajashinda, tusubiri nini kitakuwa, mechi itakuwepo. Mimi ni mpenzi wa mpira wa miguu kwanza. Kwa nachotaka mechi ichezwe, lakini inachezwa kwenye utaratibu upi? Mechi sio issue, sio kucheza mechi. Mechi ichezwe na itachezwa, haijachezwa, ilitakiwa ichezwe, nani kakosea. Yaani tuangalie zaidi kwanza utaratibu ukoje, alafu ndio busara wanasema urembe huo hiyo utaratibu. Busara ni kitu cha ziada. Afu tukubaliane, hekima, utashi,
busara, sijui nidhamu na vitu vingine vyote. Hakuna sheria imeandikwa kwamba lazima uwe na busara, ni hiari. Yani mimi wewe sasa hivi ukiniambia brother basi kuwa na utashi, yani utashi, hakuna sheria utanipeleka kunishtaki mimi sina utashi, no way, ni hiari. Sasa tusihalalishe hiari kwenye kanuni ambazo zipo na utaratibu ufuatwe, wayaweke ya mambo sawa, mechi ichezwe. Mimi nawashauri Yanga waangalie wanaimalizaje hii, sio tutaka burudani. Yes. Lakini itachezwa kwenye utaratibu upi, wakubaliane wote. Ambaye amehusika moja kwa moja kwa dhamira mbaya kwenye hili, akitumia kigezo cha busara kama upenyo, aadabishwe. Aadabishwe. Anayehusika kwenye hili, mimi I don't care, itokee bodi, itokee TFF, itokee Simba, Yanga, mimi sijui. Lakini atakayekutwa na hatia, kwanza huyu hawe mfano, alafu ndio busara itumike. Yani mtu aadabishwe, alafu ndio busara ije. Yeyote hicho. Moja ya kitu ambacho hapo umezungumza nimekisikia ni kuhusiana na wewe kuwashauri Young Africans mechi ichezwe, lakini kwa kufuata taratibu ambazo zitakuwa nzuri, kuepuka tena kutokea mambo kama haya. Lakini jana tulikuwepo pale, tumezungumza na Rais Engineer Hersi Said na ameweka wazi kama Young Africans bado watasimamia zile kanuni na taratibu ambazo watakuwa nazo. Lakini pia aliweza kupata nafasi ya kuzungumza na mashabiki, akawaambia ni kweli mashabiki walikuwa wanaimba kwamba hawatacheza mechi, akawaambia kama nyie mmetoamini sisi, tuachieni hilo jambo sisi tutashughulikia. Sasa kabla ya swali, umeona Hersi pale? Yes. Pale Hersi katumia busara kuwajibu mashabiki wake, yani wanachama wake, lakini at the same time katumia hekima alizonazo, kwa wakati mwingine katumia knowledge alionayo, ni msomi. Yes. Ndio maana muhandisi. Na watu wengi wamesoma kwenye nchi saa hii, yani sio mmoja tu, ila yeye makini sana kwenye matamshi yake. Angesema kwamba tunaenda kutumia busara, ni jambo la heri, jambo la heri, lakini anataka kanuni ifuatwe. Akitengua tunjui na yeye watu wanaoja kumshika, kumbe wale aliyoyazungumza Karia, kwa sababu mimi ningekuwa ndo leo mshauri wa Karia. Simple, nimerudi zangu huko nilipotoka. Hii bodi ya ligi iko chini yangu, hizi klabu ziko chini ya bodi ya ligi, kwa wao wote ni wanangu. Kwa sababu ya faida ya afya ya mpira wetu na level tunayofika, yani ngazi ambayo saa hii Tanzania kisoka dunia inavyotutazama. Ndio maana uliona Infantino alikuwepo hapa nchini, Arsene Wenger alikuwepo hapa nchini Desemba 2023. We got. Sasa katika yale yote lazima tuyasementi katika mlengo wa kuipeleka vizuri soka yetu. Mimi nitakaa nao. Nani anatakiwa tamke hivyo sasa? Rais mwenye dhamana ya shirikisho. Sawa? TFF. Nitakaa nao, tutayajenga ndani, kwa sababu akikosea mtoto mmoja na mwingine unatakiwa balance. Angeishia hapo kwamba huyu mtoto wenyewe huyu mimi nambeba sana huyu, kwa acha na huyu yeye akosea, hao wote watoto wangu wanakosea fresh, hao naenda nao hawa. Ndicho alichotuambia sisi mashabiki wa ushirika ya Moshi. Tunataka timu yetu ipande daraja. Kwa timu yetu kumbe haipandi daraja kwa sababu ya mambo haya yanayoendelea, yeye kutumia busara kuliko kanuni. Sisi ushirika ya Moshi tunapanda lini? Kwa sababu kumbe kuna timu zimechorwa kabisa. Yes, mfano Kusini tunajua. Na uwanja una jina kabisa la kiongozi mkubwa kabisa wa nchi. Ukienda Dodoma tunaambiwa pale kuna waziri mwenye dhamana ya madini, kaka yangu Mavunde mwanangu. Ukienda Tanga unaambiwa ya TFF Karia mwenyewe. Mpaka siku hizi vikao vyote vinafanyika huko. Mpaka uzinduzi wa ngao ya jamii siku hizi umefanyika, kila kitu huko tunajua. So issue ni jambo la heri, tunapush. Ukienda Mwanza unamkuta mkuu wa mkoa pale Mtanda kaka yangu. Kwa ukienda huku unakuta hiki, huku taasisi. Kwa mambo kama haya yote haya, sisi ushirika ya Moshi tutabebwa na nani? Mtapotea. Sisi ushirika wa Moshi, Maji Songea, tutarudi lini? Reli ya Morogoro zitarudi lini kwenye ligi kuu? Vyuma hivyo ninavyokutajia, CDA Dodoma, hivyo ni vyuma kwenye mpira wa nchi hii. Tuendelee na swala lako.
Ya, swali langu ni kwamba mashabiki wa Young Africans wanaonekana kusimamia msimamo wao ule ule. Kama hapo umezungumza, huenda viongozi wakaamua kufanya maamuzi ambayo yakawa na tija na kuamua mechi ichezwe. Huoni kwamba hii inaenda pia kuleta mtafaruku kati ya viongozi pamoja na mashabiki wao ambao wameweka wazi kama viongozi wataenda against kile kitu ambacho waliamua mwanzo, itaonekana kama hawawafai tena kuendelea kuongoza pale. Ili uwe kiongozi bora lazima ujue kuishi na watu ambao unawaongoza. Hilo sasa la kwake Harris. And this time around, yes, tunataka tujue sasa Karius kakengeuka jinsi ya kucontrol body na klabu zake, kakaropoka, katoa siri za ndani. Na yeye sasa tuone hapa atawezaje Harris kutumia akili yake alionayo, busara na utashi aliopewa na Mwenyezi Mungu kuiongoza Dar es Salaam Young Africa, akae vizuri na wanachama wake. Atawashawishi vipi kuanzia kwenye bodi kwanza ya viongozi wenzie na mpaka huku chini. Akishamaliza hilo akaliwini, basi jamaa ana bahati sana na watu wa Yanga. Maana Yanga tunawajua kuchukua mikwaju na kwenda pale klabuni kucharazana kwao ni kitu cha kawaida. Historically Yanga ndo timu ambayo haina baadaye, sio wavumilivu hata tone. Yani straightforward wako hivi. Na siku ile wameenda pale Benjamin tumeona. Yes. Straightforward, wanaanikiza. Wao wapo kwa ajili ya leo. Wakisubiri basi ujue wanataka tija. Kwa yeye sasa akae na timu yake vizuri, wayazungumze huko. Yaani sasa hayo sisi ni wadau. Mimi siwezi hapo mimi siwezi kuingilia, TFF waingilie, serikali haingilii. Wale ni wanachama ambao ndo wana run ile club. Wana nafasi yao kwa amalizane nao yeye. So wamemchagua. Inabidi aelewane nao. Hilo jukumu lako mwanangu Harris. Na wajua wananchi. Lakini tukirudi kwenye pointi moja, ukiangalia wananchi huenda ushazungumza sana, wanazihitaji wao alama 3. Walikuwa wanataka wapewe alama 3, lakini ukiangalia kwa taratibu ambazo zinataka timu mpaka ipewe alama 3, inaonekana kama kwa Young Africans iko tofauti sana. Wewe kwa upande huu unalichukuliaje? Uongozi wa Yanga hawajui taratibu ambazo zinaweza kusababisha timu ipewe alama 3, kama kuwepo tayari na utaratibu mzima wa uongozi wa mechi, refalia wepo uwanjani, lakini hilo tukio halikufanyika, lakini bado walikuwa wanazihitaji, hadi sasa wanazihitaji alama 3. Yani mjomba wangu Azim Dewji, kaka yangu kipenzi Murtaza Mangungu, former member of parliament kwa maana alishakuwa mbunge, rafiki yangu Ahmed Ali, brother yangu Try Again, na wengineo wote ambao wako nimemsahau brother yangu Christos Magori, wanafahamu Yanga wanachokidai kina maana na wana haki yao. Either hawakuangalia kwa mapana, kuna pahala tu Yanga umepagusa hapo, hawataki kuangalia pia kanuni na mbele yake inasemaje, au kwa mapana yake, hilo ni lao. Lakini kwenye hiki cha sababu ya msingi ya kufanya mchezo usichezwe Machi 8, mchezo namba 184 wa ligi kuu Tanzania bara msimu wa 24-25, Jumamosi, Chang'ombe Unubini kwetu nilipozaliwa, just in case. Hakuna kiongozi na mshabiki anayejitambua na mwanachama wa Simba asiyejua kwamba Yanga kuna haki anayo. Hapa naeleweka vizuri? Yes, unaeleweka. Sasa kuitaka alama 3 ndivyo ambavyo kanuni pia inaeleza. Hizo ni faida zake. Hizo ni faida zake. Na yeye alivyomzuia Simba, kama ikabainika na uchunguzi ulisema kweli kumzuia Simba, ana kanuni pia ingembana, ana adhabu zake. Anafahamu, hata hao Simba wanafahamu. Ndio maana nikasema kulikuwa na room kubwa kwa wenye mamlaka ya mpira nchi hii kuwaita wote kabla. Yani busara ilitakiwa itumike kabla ya kuhairisha mchezo. Busara ilitakiwa itumike kabla ya kuhairisha mchezo. Na kila hapa mtu ingekuwa peaceful. Huku lilipofika tuliliona, tulikuwa tunasema kila siku jamani, panga hela sio hela nini pale. Nimeongelea mara moja ile jambo kwamba litaenda pabaya. Nimeliona kabla muda mrefu, ila kwa sababu akili zetu tumetunduvua ubongo kulazimisha uendelee kusinyaa. We don't want to grow.
Yani ukisipotaka akili yako kukua, utabaki kuwa mtumwa wa Simba na Yanga mpaka kufa kwako. I knew it. Yani huyo ananipeleka naye anaruka ukuta, uwanja wa Taifa ule wa awali ambao leo mnauita Uhuru. Ukuta ulikuwa kama hapa tu zamani. Kutoka kwetu tunavuka barabara, yani anaenda naye anamtanguliza mtu, napokelewa na yeye anaruka, tunaangalia mpira. Leo hii nina 44, yani miaka 40 na mimi naingia Benjamin naona Simba na Yanga. Miaka 40 iliyopita. Ukoo wako hujafikiria kuja Dar. Sina maana mbaya, ndio hapo sasa ukikubali kustretch. Yes. Kuruhusu akili zako zikue, utanielewa. Lakini ukiendelea tu kufinyangika namna hii, huwezi kunielewa, iwe Yanga iwe Simba. Penda mpira wa miguu kwanza. Ufahamu football kwanza. Halafu hisia ije. Mimi Manchester United mara ya mwisho sijui miaka 10 iliyopita ndo tunafanya vizuri nao. But I'm still waiting. Mbona sijahama timu au mbona situkani? I know kuna vipindi vinakuja, watu umekosea pale, watu wanainuka. Anatoka yule anaenda huko. Ndivyo dunia ilivyo. Haijaanza Magomeni, haijaanzia Sinza. Liverpool ilikaa miaka 30 na madam 30 years. And now wale pale wanafanya wanachotaka. Ipo ulimwenguni na haikufuta ukubwa wao kwamba ni klabu kubwa ulimwenguni. Yes, namna hiyo. Turudi kwenye jambo moja hapo, umezungumza namna nzuri ambayo wangefanya ni kuwaita timu zote mbili ili wazungumze kwa pamoja kabla ya kufanya maamuzi ya kuahirisha mechi. Tumeona kwenye mkutano wa jana, tumeshuhudia vikao vinne, tulikuwepo pale ambapo tulitazama Yanga walizungumza peke yao pamoja na bodi ya ligi pamoja na wizara, lakini Simba pia wakazungumza peke yao. Hapo baadaye pia mkutano wa tatu ukawa ni bodi ya ligi pamoja na wizara yenyewe, na baadaye wizara ikabaki na mkutano wao wenyewe. Kulikuwa kuna nafasi nzuri ya kuwakutanisha pamoja ili kupata suluhisho mapema zaidi, tofauti na ambacho walichokifanya kila timu kuzungumza tofauti. Kwenye kutafuta, serikali imeenda kusikiliza hoja. Wewe unataka nini umetendewa, na wewe umetaka nini, wewe umetendewa. Serikali hii pana sana. Yani serikali na watu wao humo Yanga, Simba. Yani kuna mtu sahihi wa Simba kashaiambia serikali tuliamua kukimbia. Tuliamua kugoma. Kuna mtu yuko Yanga, anaipenda Yanga, lakini kashatoa taarifa serikalini kwamba bwana sisi tunang'ang'ania kwa sababu tunaamini Yanga Simba imeimprove. Tunawaogopa. Yani si unanielewa? Yes. Yani serikali inajua kila kitu kabla ya Justin Kesi, kabla ya Karia, kabla ya Mguto, kabla ya huyo Mo, kabla ya Harris, kabla ya Garib. Serikali inajua vyote. Yani hapa nyinyi tunaongea tu, serikali inajua vyote. Hakuna wasichokijua bro. Vyote kwa wakati. Inachukua tu hatua zile zinazotakiwa. Kwa unamsikiliza, madam unataka nini? Matole unataka nini? Haya tunafanyeje? Halafu mtaitwa, mtayaweka sasa sawa wote. Kwa pamoja. Bwana ulichotaka hiki, mbadala wake ni huyu, na wewe ulichoomba hiki, mbadala wake ni huyu. Sasa tu balance au tufanyeje? Tulindemue. Kwa mnaamua pale mnazika au mnasafirisha. Unakula hapa au tukufungie na foil chips zako. Hiyo ni wao sasa. Lakini serikali inayajua yote. Yani kwa taarifa yenu, inafahamu kila kitu. Hicho. Kuna kampeni imeanzishwa Karia must go, lakini pia kuna baadhi ya viongozi wameombwa kuweza kujitoa katika madaraka yao wakionekana kama hawatoshelezi. Hii sasa hivi ni wakati sahihi kwa hii kampeni kuanzishwa, na ni kweli anastahili kwa hiki ambacho kinaendelea sasa hivi. Licha ya kwamba kuna vitu vingi vimetokea hapa, kuna mambo ambayo pia umeyazungumza hapa ameonekana kama sio sawa kwa upande wake, licha ya kwamba umekiri na kuweka wazi ni mtu ambaye ana akili kubwa sana katika masuala pia ya uongozi. Tuzungumze hili pia. Kwenye Karia must go, I'm not kind of that person ambaye naweza nikaipigia kelele hiyo, kwa sababu sio aliko kwenye nafasi yangu. Mimi nafasi yangu nachotaka vitu ambavyo haviko sawa viweke sawa. Siwezi kuliongelea hili kabisa, na dhambi hawezi kunipata madam, ni sio muongo. Sio mchambuzi wa hayo mambo. Lakini kwenye issue ya kwamba amekosea. Bodi ya ligi imebugi, na imebugi kweli kweli, imetaka kuharibu ligi ya msimu huu, imeharibu kweli kweli. Yanga wana pahala wamepatia, ndio.
Simba kuna pahala walikuwa wana haki, yes, jana yake, si ndio? Wao wamesema tumezuiliwa na kuzuiaji huu unatufanya kesho tusicheze mechi usiku ule wa saa 8 usiku. Yes. Lakini Simba hana mamlaka kuahirisha mechi. Wao wametoa madai yao. Simba ulikuwa sahihi. Aliyewaambia Simba wasiende uwanjani nani? Bodi yenyewe. Sasa ndio maana Simba amekaa nywi. Simba hajaambiwa nenda akakataa. Kwa hilo la bodi, naomba tuelewane hapa. Yes. Simba alifanya akili kubwa, alisema nikituma asubuhi nitavuruga. Usiku wa manane njoo PDF mbwa taarifa kwa umma. Asubuhi saa 3 kutupitia ligi kuu kwa maana ya akaunti ya bodi ya ligi na TFF wamekolabo namna hii. Ile siku ndo hii ya mtanange wa dabi ya Kariakoo. Haina sijui nini vipengele. Haina kipengele. Upo saa 3 kamili muda wa kazi. Ile ndo muda wa kazi kwamba mechi ipo. Na pale ndio manunuzi ya tiketi yaliongezeka kwa hali ya juu. Wafanyabiashara maeneo ya starehe walilipa vingamuzi. Watu kote ulimwenguni walilipa vingamuzi. Mama ntilie kwetu Temeke na Popalilia, Buza, Tandika, Kurasini, Chang'ombe, Unubini, Keko, Mbagala walienda pale sasa kukopa futari, viazi vitamu, maharagwe, kunde, sijui mbaazi, uji wa ulezi watajua wenyewe, hili waende Benjamin wakatafute riziki, wapike futari wauze. Kuanzia saa 3 asubuhi baada ya tangazo kwamba mechi ipo kutoka bodi ya ligi. Manunuzi yamefanyika na hasara zimeendelea. Saa 7 mchana unatoa PDF, mechi haipo. Kwa kigezo kipi? Mechi haipo sawa. Nyinyi mna mamlaka ndio kwa kigezo. Yaani hatuwezi kwenda hivyo. Yaani mimi siwezi kuamua topa, zimeni Mike sifanye interview. No, hatuwezi kwenda hivyo. Ni hiari, lakini hatuishi hivyo. Yaani mimi nashindwa nachanganyikiwa hivi. Kwa kigezo kipi? Hicho tu. Kwa hayo yote ambayo yanaendelea, inaonekana chanzo kikubwa cha haya ni bodi ya ligi wenyewe ni kama wameyakoroga. Wewe hujui? Yes, yani Simba wenyewe wanajua bodi ya ligi wamewakoroga. Serikali inajua bodi ya ligi imewakoroga. Karia anajua. Ndio maana Karia akasema sio tu bodi ya ligi ijiuzuru, hata hao Yanga wengine wanu wakina kutaja. Asema hao viongozi wenu pia wana mapungufu, kwa amehararisha ujinga. Amehararisha ujinga. Kwamba hao wanakoseaga na hao wakosea basi na balance ujinga. Hatuwezi kwenda namna hiyo. Twende kwenye swali. Swali langu ndio ilikuwa kama yote haya tunaonekana bodi ya ligi ndio wameenda against na kila kitu ambacho kinatokea sasa hivi. Ushauri wako kama Justin Kesi sasa hivi kwa bodi ya ligi ili haya mambo yasiendelee kujirudia kama hivi? Kuna sehemu ambao wanapatia sana, lakini pia walipovuruga pameonekana na pamesababisha haya mambo mengi kuweza kujitokeza. Ushauri wako kwa bodi ya ligi ikiwa inasimamiwa pia tukija huko kwa TFF na Wallace Karia ni upi ili kuepusha haya mambo kujitokeza mara kwa mara ama kukomesha kabisa haya mambo? Mimi na roho mbaya kwa sababu ni mkweli. Miaka ya nyuma huko kama ni 70 kwenda 80, aliyekuwa rais wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Alhaji Ali Hassan Mwinyi, baba wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, aliwahi kujiuzulu alivyokuwa rais. Alikuwa waziri wa mambo ya ndani wakati huo Zanzibar. Aka bounce back baadaye akawa rais Zanzibar. Na baadaye akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Step down. Uwajibikaji ndio huo, good governance. Yaani kati ya mguto sijui nani, bodi ya ligi lazima irekebishike. Kurekebishika kwake ili tutengeneze relief yenye muendelezo, lazima mtu awajibike. Yaani hiyo ndio dawa pekee. Mimi naamini wananchi kesho yake utawaona Benjamin pale. Kwa hiyo ni lazima kuna mtu achomoke pale. Of course. Yaani hatuwezi kusema eti basi kwa sababu mlikosea nyewe zamani basi na ukakosea leo tu balance. Yaani atakayenufaika ni Simba, Yanga atanufaika na nini? Hatuwezi kupata ligi hapo. Tunataka match inabidi balance. Aliyeharibu mechi nani? Yanga amemzuia Simba kwenda uwanjani. Piga faini, mpe adhabu zake kali. Wewe umeufuta mechi kwa kigezo kipi? Wakitoka na sababu ya msingi, mimi niko tayari kuwashawishi watu waombe radhi kwa jinsi ambavyo wanaitukana bodi ya ligi. Mimi nitakuwa namba 1 sababu Kasongo na Mguto mimi nawaheshimu vibaya mno. Lakini mimi napenda mpira zaidi kuliko wao. Mpira hujatendewa haki. Football haijatendewa
haki. Mwenyezi Mungu aliwapa watu vipaji, akawapa watu fedha wawekeze kwenye vipaji, tuone burudani. Ndio dawa, wengine si ndio afya yetu ya ubongo. Mimi na eneo langu la kibiashara cha ng'ombe pale, nilikula hasara, nauza nyama choma. Nani ananilipa? Yaani sore yako wewe afu unaendelea na kazi, unabubudua tena hela, utaendelea kula hongo, mtafanya mambo yenu ya viashiria vya rushwa ambavyo mimi sivielewi. Sababu sioni sababu. Kwa sababu kama hisia hata mimi ninazo, hakuna mtu asiyekuwa na hisia na hizi timu. Fanya kazi uliopewa ufanye, na ubusara mnazo, watu mna hekima zenu. Hapa uwajibikaji. Yaani lazima mtu awajibike. Na kama hakuna mtu ambaye hatawajibika kwenye hili sasa hivi, kama ambavyo umetoa ushauri wako, haitakomesha hili jambo ambalo linaendelea hivi sasa. Haliwezi kuisha na tengeneza sumu sana. Hakuna njia nyingine nzuri ya kusuluhisha tofauti na kuwajibikaji. Hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa kwa kusema pelekane tu. Tupo pazuri, kafu inasubiria vibaya mno. Serikali yangu pendwa kupitia Wizara ya Michezo, Sanaa, Habari na Utamaduni, Ankali Kabudi na kuheshimu Mwana FA, bodi lazima mtu wa yeye. Lazima. Yani hili tupone hapa kwenye FIFA. Unajua sisi tulikuwa tupewa hela sisi. Karia alisababisha mpaka tunapewa hela kutoka FIFA. Kina Motsepe wanafuatilia kwa karibu sana. Wakenya hapa wanatuwinda. Wakenya eneo hili. Tumebiti mataifa mengi sana Afrika Mashariki. Lazima tokee, yani lazima tufanye hili jambo kwa ukubwa. Hawajibishwe mtu akae pembeni afanye mambo mengine. Kazi ziko nyingi za kufanya. Mbona mimi mtangazaji, mbona wewe unahoji? Bwana kufanya kazi zingine bwana. Wametuzingua bwana. Tuko pazuri sana sasa hivi, wanatuvuruga. AFCON inakuja 2027 hapo bwana. Simba hawana kosa. Simba hawana kosa kwenye hili. Yaani bodi ya ligi kaingia kwenye 18 za Simba. Simba wana akili wale kina Mangungu walewe. Wamefanya nyui afu wanasikilizia. Na ulimsikia jana alivyozungumza Mangungu. Sasa si smart kabisa yule mafia yule. Wewe mtu ashakuwa mbunge, wafikiri kuingia bungeni masihara ni. Hatari. Allah. Yes, kwa hiyo hilo tumelifunga hivyo kwa upande wa sakata kwamba lazima mtu awajibike ili mambo yaende sawa. So nataka tufanye uzuri au nataka ili tuende vizuri lazima wawajibike. Mbona mimi sikosei kuchambua? Kwani mkosee nyinyi tu bwana? Lazima wawajibike. Yes, kwa ubora walionao na mengi walioyafanya, kufuta mambo ya maviporo. Maana ligi ilikuwa gachafu, maviporo 8-7. Yaani wameweka vitu vizuri vingi tu ili sasa waweke wa cement vizuri record kwamba hii